na tume wakati wa kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi. Kufuatia tangazo hilo, tume ilipokea jumla ya maombi 34 ya kugawa majimbo ya uchaguzi na maombi 10 ya kubadili majina ya majimbo. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni, kuna free wifi. Ukiwa bored, unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko, kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote, upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kupokea maombi na kwa kuzingatia kanuni ya 18 ndogo ya 5 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume ilitembelea na kufanya vikao na wadau katika baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa pamoja na majimbo yote yaliyoomba kubadilishwa majina ili kujiridhisha na taarifa za maombi zilizowasilishwa tume. Leo tarehe 12 Mei 2025 tumewaita ili tuwatangazie majimbo yaliyogawanywa, majimbo yaliyobadilishwa majina, idadi ya majimbo yote kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge na idadi ya kata zote kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Majimbo mapya ya uchaguzi yaliyoanzishwa. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na vigezo vya ugawaji wa majimbo vilivyoainishwa, tume imezingatia zaidi vigezo 4 ambavyo imevipa uzito kwenye mchakato wa ugawaji wa majimbo. Vigezo hivyo ni A, idadi ya watu, ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000 na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. B, uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi. C, idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Na D, jimbo moja la uchaguzi kutokuwa katika wilaya au halmashauri 2. Hivyo, kwa kuzingatia vigezo hivyo na masharti ya ibara ya 75, ibara ndogo ya kwanza, ya pili na ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ikisoma pamoja na kanuni ya 18 ndogo ya 7 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, baada ya kuchakata maombi husika, tume imekubali na kuanzisha majimbo mapya 8 yafuatayo. A, mkoa wa Dar es Salaam yameanzishwa majimbo mapya 2 kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Kivule. Na pili, jimbo la uchaguzi la Mbagala limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chamazi.
B. Mkoa wa Dodoma limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Mtumba. C. Mkoa wa Mbeya limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Uyole. D. Mkoa wa Simiyu limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini. E. Mkoa wa Geita yameanzishwa majimbo mawili kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Katoro. Na pili, jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini. F. Mkoa wa Shinyanga limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Solwa limegawanywa na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Itwangi.